Tumefuatilia utekelezaji wa miradi 18 ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 45,953,955,952 na senti 57. Kati ya miradi hiyo 18 iliyofuatiliwa, miradi minne yenye thamani ya shilingi bilioni 17,893,608 na senti 15 ilikutwa na mapungufu mbalimbali ambayo tumetolea maelekezo namna gani ya kufanya masahihisho au kurekebisha kasoro hizo zilizobainika. Kwa upande wa elimu kwa umma, tumetoa elimu ya mapambano dhidi ya rushwa kuelekea maadhimisho ya wiki ya sheria na siku ya wanawake duniani na kuwakumbusha wananchi kuendelea kutoa taarifa za vitendo vya rushwa vinavyojitokeza katika mazingira yao. Uchunguzi na mashtaka. Malalamiko 116 yalipokelewa ambapo malalamiko 92 yalihusu rushwa. Taarifa 4 zilihamishwa na watoa taarifa 20 walipewa ushauri wa kutatua malalamiko yao. Taarifa 12 uchunguzi wake ulifungwa baada ya kukosa ushahidi. Kwa upande wa mashtaka, kesi mpya 4 zilifunguliwa. Kesi 3 ziliamriwa ambapo jamhuri ilishinda kesi moja. Kesi moja iliondolewa mahakamani na kesi moja jamhuri ilishindwa. Kesi zinazoendelea kusikilizwa katika mahakama mbalimbali za wilaya za mkoa wa Tabora ni kesi 15. Utekelezaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki. Tumefanya vikao katika kata 18 ambapo jumla ya kero 215 ziliibuliwa na kero 194 sawa na asilimia 79 zimetatuliwa. Aidha, vikao 7 vilifanyika katika kata mbalimbali ili kupeleka mrejesho wa utatuzi wa kero zilizoibuliwa katika vikao hivyo. Baadhi ya kero zilihusu sekta ya afya, miundombinu au barabara, ulinzi na usalama, kilimo, nishati na elimu. Kuelekea uchaguzi mkuu wa madiwani wa bunge na rais kwa mwaka wa 2025, tutaendelea kushirikiana na wadau wa uchaguzi ili kuhakikisha tunazuia kutokea kwa vitendo vya rushwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Hatujapata hiyo nini kwa sababu rushwa ya ngono, si tunajua haya mambo yanafanyika kwa siri, si ndio? Mtu hawezi akamtoka barabarani hapo ni mambo rushwa ya ngono, si ndio? Na ukiona ametoa taarifa jua basi limemkera, kwa sababu swala la ngono kwa Afrika kidogo ni mambo ya siri sana, si ndio? Sio kwamba kina dada mkutani nayo, si ndio? Lakini mara nyingi tumepata ushirikiano hafifu kidogo, ni wachache. Na nafikiri kipindi kilichopita tulikuwa na kesi moja ya rushwa nini? Ya ngono ambayo pia ilishatolewa maamuzi. Lakini kwa kota hii ya Januari Machi hatukuwa na nini? Na taarifa ya rushwa. Ni kweli tunazo taarifa za watiania. Na kama tunavyojua kazi ya vyombo vya uchunguzi ni kukusanya taarifa. Kuna zinazojitosheleza kuanzisha swala la jinai mahakamani, lakini kuna taarifa zingine hazijitoshelezi kuanzisha shauri la jinai mahakamani. Lakini hii haimaanishi kwamba hatua hazichukuliwi, kwa maana kwamba kwa mujibu wa sheria chombo cha uchunguzi kwa nchi yetu, chombo cha uchunguzi ndicho kinachopaswa kuthibitisha tuhuma pasipo kuacha nini? Shaka. Hiyo tuna hiyo liability. Sasa kwa taarifa nyingi ambazo tunazo, tunakosa ushahidi wa kuthibitisha pasipo kuacha nini? Shaka. Lakini ufuatiliaji tunafanya kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchaguzi huru na wa haki.
Sasa kuna watiania tunao ambao tunafuatilia nyenzo zao na wapambe wao, na wengine taarifa zao tumeshazipeleka kwenye vyama, kwa sababu unapokuta kuna ushahidi wa kuthibitisha beyond reasonable doubt, njia rahisi ni kupitia kushirikiana na nini, na vyama. Na vyama navyo pia, kila chama, hakuna chama kinacho support rushwa. Katika kanuni zake za kimaadili, miongoni mwa mambo yanayopigwa vita ni rushwa. Kwa hiyo hao watiania ambao wanachafua hali ya hewa tunaendelea kuwafuatilia, lakini wale ambao tutapata ushahidi hatutasita pia kuwafikisha mahakamani. Lakini pale ambapo hatutapata ushahidi, na wale ambao tumewafuatilia tujapata ushahidi ambao unatupa nafasi ya kujivunia kupeleka mahakamani kesi, kwa sababu hatupeleki tu kesi ili tuonekane tumepeleka kesi, lakini kesi ni gharama, lakini pia wananchi pia wanatamani wasikie kesi jamhuri imefanya nini, imeshinda, si ndio? Sasa unapoona ushahidi wako haujatimiza vigezo, hatuwezi kupeleka kesi, na mbadala wake ndio maana tunashirikiana na vyama vya siasa, na tunashukuru vyama vya siasa vinatupa support katika kushughulika na hili. Kwa hiyo tunalitambua hilo na kazi tunaifanya, lakini pia na taarifa tunatoa kupitia ngazi mbalimbali za uongozi wetu kuhakikisha kwamba tunapata viongozi bora na sio bora nini, viongozi. Lakini sambamba na hilo, nitoe wito pia, na ninyi waandishi wa habari pia ni sehemu ya kufichua uovu katika nini, katika jamii. Kwa nini alisema hivi? Tukichagua kiongozi mbovu Tabora, si ndio? Kwa sababu leo nazungumzia Tabora, lakini hawa viongozi tunaowachagua wanaenda kufanya maamuzi yanayohusu nchi, si ndio? Sijui kama tunalielewa hilo, kwamba mbunge unayemchagua leo Tabora, wao ndio wanahusika kutunga sheria.